TV saa moja. Ikiwa leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, mwili wa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho Mheshimiwa Jenista Mhagama umepelekwa jimboni kwake Peramiho na kufanyika ibada katika kanisa Katoliki la Abasia ya Mtakatifu Benedikto Peramiho, ambapo viongozi mbalimbali wa kitaifa wa Tanzania wakiongozwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba wamehudhuria katika ibada hiyo. Hii ni ripoti ya mwenzangu Newton Yandaenda, naye alihudhuria katika ibada hiyo. Akitoa salamu za serikali, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema Mheshimiwa Jenista alikuwa kiunganisha mkoa wa Ruvuma na serikali, hivyo serikali itaendelea kushirikiana na Peramiho na mkoa wa Ruvuma kwa ujumla kuendeleza kazi ambazo zilifanyika na zile ambazo zitaenda kufanyika, ambapo dira mpya ya taifa ndio inaanza kutekelezwa. Niwahakikishie wana Peramiho kwamba Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo wa wana Peramiho pamoja na serikali. Na Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wana Peramiho kama ambavyo ilikuwa inafanya. Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo cha wana Ruvuma na serikali. Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie wana Ruvuma wote kwamba serikali itaendelea kushirikiana na mkoa wa Ruvuma. Na niombe kila aliyekuwa ndani ashuhudie kusema Jenista ni mtu mwema. Jenista ni mtu mwema. Ili malaika, ukimshuhudia mtu mwema, malaika upeka salamu kwa Mungu wetu kabla yeye hajazikwa. Kwa upande wake, Victor Mhagama, mtoto wa kwanza wa Mheshimiwa Jenista Mhagama, amesema Mheshimiwa Jenista aliweka kipaumbele cha kuwatumikia wananchi zaidi katika sekta mbalimbali kama sekta ya afya, elimu pamoja na maji. Nawashukuru kwa imani kubwa mlioipa kwa miaka yote hii, na daima mama alikuwa mstari wa mbele kupigania maendeleo ya watu wa Peramiho. Aliweza kujinyima sisi, lakini akahakikisha elimu, afya, barabara, huduma zote za jamii, huduma za kiroho, hata makanisani, mama aliweza kujinyima ili ziweze kwenda mbele. Aliubeba vyema uongozi na hivyo sifa za umahiri wake zikaunganishwa na mkoa wetu. Kifo cha Mheshimiwa Jenista kimetupa simanzi kwa sababu ya kumbukumbu zake nzuri alizotuachia katika mkoa wetu wa Ruvuma. Tumezoea kumwita Mheshimiwa Jenista dada mkubwa kwa kuwa ndivyo alivyoishi na sisi. Nao viongozi wa mkoa wa Ruvuma wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed wamesema Mheshimiwa Jenista alikuwa nembo ya mkoa wa Ruvuma na alishika katika kuleta maendeleo ya majimbo yote. Mimi nakumbuka mwaka 2006 nikiwa mkuu wa kikosi pale Mlale JKT, aliwahi kufika pale kambini, lakini wakati akiingia kwenye eneo la kambi aliwaona vijana wa JKT wakiwa wamebeba ndoo vichwani, na akaniuliza mimi kama pale pana matatizo ya maji. Nikamwambia maji hapo, ila wakati wa kiangazi maji yanapungua. Nakumbuka aliniahidi na akatekeleza kwa kuchimba visima viwili ndani ya kambi ya Jeshi la Kujenga Taifa. Katika salamu pale Songea, baadhi ya watu walishangaa kusikia anaondoka akiwa na miaka 58. Walifikiri ana miaka 30. Kwa sababu alikuwa anachapa kazi kama kijana na alikuwa hachoki. Kutoka Peramiho, wilaya Songea, mkoani Ruvuma, Newton Yandaenda, EATV. Tunaendelea kutoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki pamoja na viongozi ambao wameguswa na msiba huu, na tunamwombea Jenista Mhagama apumzike mahali